Hizi unazoziona hapa ni mbegu za mnyonyo, na mti wa mnyonyo kama huujui, huu hapo juu ambao unaona kwenye picha hapo, huo ndo mti wa mnyonyo. Hii hapa ni tiba ya asili kwa ajili ya vidonda kwa kuku. Kama unavyoona hii hapa bado haijakomaa. Yaani hii inatakiwa ikauke kiasi kwamba inakuwa kama hivi. Hii sasa hii imekauka. Na unapoandaa, nianze kwanza jinsi ya kuiandaa. Unaipasua hii hapa, na wakati wa mchana ukigusa tu hii inapasuka yenyewe kama imepigwa sana na jua. Unaweza ukaona hapa zimepasuka mbegu zake hizi hapa. Hizi hapa. Hizi mbegu hizi unazoziona hapa zina maganda fulani hivi, zina maganda hapa. Hapa ukikata vizuri ndani inakuwa na maganda. Kwa hiyo unazitwanga, ukizitwanga unapata kama mafuta fulani hivi. Sasa yale mafuta huaga tunayapaka kwenye majeraha, vidonda. Kwa mfano kuku chotara wale wakiwa, yani jogoo akiwa anapanda, kuku chotara waga wanaumiaga kwenye mabawa kwa sababu ya zile kucha. Ukipaka yale mafuta mle, kuku anawahi kupona vizuri kabisa. Lakini pia kubwa zaidi, kuna kuku wanakuwaga na uvimbe kama huu hapa unaouona. Sasa huu uvimbe unaupasua humo, unaminya damu. Vipasua unakata hata na kiwembe. Ukikata unaminya, zinatoka damu. Zikitoka damu unaanza kupaka huu mnyonyo. Ndani ya siku 3 tu hivyo vidonda vinakuwa vimepona na kuku anarudi kwenye hali yake ya kawaida vizuri kabisa. Kwa hiyo hii ni tiba ya vidonda kwa ajili ya kuku. Na kama unahitaji maelekezo zaidi, sisi tunacho kitabu cha tiba za asili. Hichi kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tuna kitabu cha mwongozo jinsi ya kuwalea kuku chotara, kuku wa kienyeji, kuku wa mayai, broiler. Pia kujiunga na kundi letu, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Tutafute kwenye hiyo namba. Bila kusahau tunatengeneza incubator kwa gharama nafuu. Hizo namba hizo hapo tupigie ili upate maelekezo zaidi.